Kwa jina naitwa Dr. Sospeter Mosile, daktari wa kinywa na meno kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete. Leo hii tutaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kuoza au kutoboka kwa meno. Kiufupi, ugonjwa wa kutoboka kwa meno au kuoza kwa meno ni ule ugonjwa ambao unaathiri sehemu ya gamba gumu la jino au la meno. Jino tunajua lina sehemu inayoonekana mdomoni, ile ya gamba gumu, ambayo ndo hasa huwa inatumika kwenye kusaga au kutafuna vyakula. Sasa kinachotokea, sehemu hii ya gamba gumu inaweza ikamomonyolewa na tindikali ambazo nitaenda kuelezea vizuri kwamba hizo tindikali zinatokea wapi. Kwa hiyo sehemu hii ya gamba gumu inapomomonyolewa na tindikali, inatengeneza shimo, ambayo hilo shimo sasa ndo tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa kutoboka au kuoza kwa meno. Tindikali inatokeaje? Pale ambapo mtu anakula vyakula hasa vya aina ya sukari, bakteria walioko mdomoni. Kwa kawaida mdomoni kuna bakteria wengi sana ambao kitaalamu tunawaita normal flora, ni bakteria ambao hawana madhara. Sasa bakteria hawa huwa hawana madhara, lakini wakiwekewa mazingira ya kusababisha madhara, wanaweza wakasababisha madhara. Kwa hiyo bakteria hawa wanapokula vyakula aina ya sukari au carbohydrate, wanazalisha, yani wenyewe wanapojisaidia wanatoa tindikali. Kwa hiyo tindikali hizo ndo ambazo huwa zinapelekea, yani kadri ambavyo mtu kama ni mlaji wa vyakula vya sukari mara kwa mara, na akawa anazalisha hizo tindikali kwa wingi, ndo huwa inaweza ikapelekea baada ya muda fulani lile jino lake likamomonyolewa, likatengeneza shimo. Ndivyo ugonjwa unavyotokea. Sasa labda tuende kwenye dalili. Utajuaje kwamba una shida hiyo kwenye meno yako, kwamba una shida ya kutoboka kwa meno kwenye meno yako? Moja ya dalili ya kwanza kabisa ambayo mtu ataiona ni kuhisi ganzi. Pale ambapo unatafuna vyakula unahisi kama meno yako hayako sawa, unakuwa unahisi kama ganzi. Kwa hiyo unakuwa huwezi kutafuna vizuri sehemu ambayo jino limetoboka. Kwa hiyo ukiona unakuwa unahisi ganzi, jino lako linakuwa linapata ganzi wakati wa kutafuna vyakula, hiyo ni moja ya dalili ya kwanza kabisa ambayo inaonyesha kwamba kuna uwezekano meno yako yametoboka au kuna jino limetoboka. Lakini dalili nyingine, kadri ambavyo lile shimo linaongezeka ukubwa, kitakachotokea utaanza kuhisi maumivu. Hali ya maumivu, ukinywa vitu vya moto au vya baridi, unahisi kama jino linakuwa linapata maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, ni dalili ambayo inadhibitisha kwamba kuna shida kwenye jino au baadhi ya meno yako yana shida hiyo ya kutoboka kwa meno. Lakini dalili nyingine, kuna dalili ambayo utaona unapata maumivu makali
ambayo yana mwendelezo, lakini yanakusababisha unashindwa hata kulala, saa nyingine unakosa usingizi. Au yanaweza kawa ni maumivu makali yana mwendelezo, muda wowote tu unapata maumivu ambayo huwezi hata ukitumia dawa za maumivu hayawezi kupoa. Ukiona dalili ya namna hiyo, ni dalili kwamba una tatizo hilo la kutoboka kwa meno na linakuwa limeshafikia kwenye hatua mbaya zaidi. Kwa hiyo dalili nyingine, unaweza ukaangalia meno yako mwenyewe, ukijichungulia kwenye kioo ukaona kuna meno yametengeneza kama weusi au mashimo kabisa yanayoonekana. Hiyo ni moja ya njia ambayo unaweza ukajua kwamba una tatizo hilo la kutoboka au kuoza kwa meno. Nisisitize jambo moja. Tatizo hili la kutoboka kwa meno ni tatizo ambalo kama ukiwahi mapema baada ya kuona zile dalili za awali, kama nilivyosema, ganzi, kuhisi ganzi wakati wa kutafuna au kupata maumivu unapokunywa kichwa baridi cha moto, hizo ni dalili za awali sana. Kwa hiyo kama ukiwa na dalili hizo na ukawahi mapema hospitali, meno yako yanaweza kutibiwa vizuri na yakarudi kwenye hali ya kawaida kwa ufanisi wote. Kwa hiyo tunasisitiza sana watu wasichelewe kwenye kupata matibabu haya ya kinywa na meno, kwa sababu watu wengi kwenye matibabu, kwenye huduma tunazotoa, huwa tunaona yani watu wengi wanasubiri mpaka pale ambapo dalili zinakuwa kubwa. Yani unakuta mtu inafikia sasa hata usiku hawezi kulala, maumivu ni mwendelezo, ndo anashtuka anakuja hospitali. Lakini ukimhoji ukamuuliza, sio kwamba ndo aliona hilo tatizo kwa siku ya kwanza, alikuwa nalo lakini akakaa nalo tu muda mrefu, mwisho wa siku imefikia kwenye dalili hiyo. Au mwingine inafika mahali sasa paka kuvimba shavu, ndo unaanza kumuona anakuja. Tunasisitiza sana, kama unaona una dalili hizo au unajua kabisa una meno ambayo yametoboka mdomoni, wahi kwa daktari wa kinywa na meno ayazibe meno yako. Huwa kuna matibabu yanayofanyika kwenye ugonjwa huu wa kutoboka kwa meno yanazibwa. Huwa tunasema kuna vitu maalum vimetengenezwa, material ambazo zimetengenezwa kitaalamu kabisa, ambazo mgonjwa anapokuja hospitali, lile shimo linasafishwa vizuri. Pale kwenye lile shimo panasafishwa vizuri, uchafu wote unaondolewa, alafu sasa ile material inawekwa pale, inapaziba pale ambapo palikuwa na hilo shimo, na jino linarudi kwenye hali ya kawaida. Mtu ataendelea kutafuna vizuri na maisha yataendelea. Kwa hiyo tunasisitiza pale ambapo unaona shida hiyo, karibu hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo matibabu ni hiyo, matibabu ya kutoboka au kuoza kwa meno ni kuziba meno. Huduma hiyo inapatikana hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete, tunaitoa huduma hiyo inapatikana. Kwa hiyo tunasisitiza, karibuni kwa ajili ya kupata matibabu. Ili kujikinga na ugonjwa huu wa kutoboka au kuoza kwa meno, jambo la kwanza, kupiga mswaki. Angalau mtu hao anapiga mara 2 kwa siku, asubuhi na usiku wakati wa kwenda kulala. Unapopiga mswaki vizuri, unaondoa yale mabaki ya chakula. Kama kulikuwa na tindikali zimezalishwa, unakuwa unaziondoa. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwako kutokupata hiyo shida. Lakini namna nyingine ya kujikinga, tunashauri pia angalau kumtembelea daktari wa meno mara 2 kwa mwaka. Ndivyo inavyoshauriwa kitaalamu, mara 2 kwa mwaka,
onana na daktari wa meno. Hata kama unahisi kabisa huna changamoto yote, onana na daktari wa meno, kwa sababu matatizo mengine unaweza usijue kama unayo, lakini daktari akikuchunguza atakutana na hiyo shida na ikatatuliwa mapema. Kwa hiyo tunashauri wananchi wa mkoa wa Tabora tupende kuchunguzwa vinywa vyetu kwa kuhudhuria kwa madaktari wa kinywa na meno, hata kama unahisi una shida, ili aweze kukushauri, na kama endapo kunahitaji matibabu yaweze kufanyika mapema. Lakini njia nyingine ya kukinga, huwa tunasema kitaalam, kwa siku mtu anapokula isizidi 4 sugar moments, yani mara 4 kwa siku, isizidi mara 4 kwa siku kutumia vitu vyenye sukari. Vitu vyenye sukari ikizidi mara 4 kwa siku, hapo kuna uwezekano mkubwa wa mtu kupata haya matatizo ya kutoboka kwa meno. Kwa hiyo tupunguze matumizi ya sukari, hasa sukari zinazonata. Tukizungumzia sukari zinazonata, kwa mfano vitu kama chocolate, pipi, vile ambavyo vina uwezo wa kunata kwenye meno, vile huwa vinakuwa hatari zaidi. Tuepukane na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikaleta athari kwenye meno, vitu vya sukari hasa.